Na maafisa wa polisi hapa Nairobi walirusha vitoa machozi kutawanya mkutano wa kisiasa wa viongozi wa upinzani uliohudhuriwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka katikati ya jiji. Hii ni baada ya viongozi hao kutangaza maandamano siku ya Ijumaa dhidi ya Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhusu madai ya polisi kuingilia mikutano ya kisiasa inayoandaliwa na upinzani. Ni kizaazaa kilichoshuhudiwa baada ya vitoa machozi kurushwa katika mkutano wa kisiasa wa viongozi wa upinzani katika eneo la biashara la Namakima katikati ya jiji la Nairobi. Hali hii ikisitisha ghafla hotuba ya viongozi wa upinzani Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Kwa nini wanaumiza akina mama? Kwa nini wanaumiza watoto? The right to assemble is an important constitutional right. Amen. Haya yanajiri saa chache baada ya viongozi hao kutangaza kwamba wataandaa maandamano siku ya Ijumaa dhidi ya Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhusu madai ya polisi kuingilia na kusambaratisha mikutano ya kisiasa inayoandaliwa na upinzani. Mutakuja Jogoo House saa 2. Ndio huyu Inspector General atujibu kwa nini polisi wanavamia kanisa zetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako na haki yake ya kikatiba kuongea na watu wa Kenya. Utaajibika kwa Wakenya kwa madhambi mliofanya kule Othaya, kudhulumu wanawake na watoto kanisani. Awali, juhudi za viongozi hao za kukutana na Kanja kuhusu masuala ya usalama kwenye mikutano yao ziligonga mwamba. Ati mpaka mkuu wa polisi ataamua ni lini atakutana na viongozi ambao ni viongozi ambao wako wanaheshimika na Kenya nzima. Sisi tunazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. And when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. Effectively, the National Police Service is no longer independent. Aidha, viongozi hao wanataka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, katibu Raymond Omolo na Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kujiuzulu mara moja kutokana na visa vya mashambulizi dhidi yao kwenye mikutano ya kisiasa. Umoja wa upinzani umetangaza kwamba utaandaa maandamano katika maeneo yote nchini iwapo masuala yao hayataangaziwa. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.